wapi? Karibu mgeni rasmi, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Karibu katika banda la ofisi ya Makamu wa Rais. Kuhusiana na masuala ya hifadhi ya mazingira. Kama mnafahamu, katika wiki hii lengo kubwa ilikuwa ni kutoa hamasa ya uhifadhi wa mazingira. Katika wiki yote tumekuwa na shughuli mbalimbali, bali ya shughuli ya maonyesho ambayo ofisi yako imekuwa ikiyafanya na tumeyaratibu. Kwa kifupi sana, katika eneo hili la maonyesho tuna taasisi na wadau ambao wako zaidi ya 80, na banda 116 wamekuja hapa kuungana katika kutoa elimu ya hifadhi ya mazingira. Kwa hiyo utajionea na utapata maelezo kwa kifupi sana katika idara 3 ambazo nimezitaja, ambazo tumekuwa tukijadili katika maeneo haya. Kwa kukaribisha mtaalamu kwa kifupi sana. Karibu. Asante mwenyekiti, karibu sana kwa bwana wa ofisi ya Makamu wa Rais. Ni bwana ambao nimejeje maonyesho haya, na tumekuwa ambao tunakuwa tunao hapa ni lazima uhifadhi wa mazingira kwa maana ya kutoa elimu. Ili tunapokumbuka Mheshimiwa Rais Julai mwaka jana 2025 alizindua dira ya 2050. Kuna mambo mengine yamekuwa katika karia lazima kuwepo kwa nguvu maalum kwa ajili ya masuala ya hifadhi ya mazingira. Kwanza kabisa kwamba tunaenda kuongeza pato la taifa ya shilingi. Katika kuenda kutekeleza dira 2050, ofisi ya Makamu wa Rais wadau wameona programu ya mageuzi ambayo yenyewe inakwenda kabisa kuhakikisha kutekeleza kwenye dira yetu ya 2050. Vilevile pamoja na kuwepo pamoja na swala zima la kupanda miti na kuitunza. Hapa tunategemea kupanda miti milioni 2 kwa mwaka. Jambo lingine ni swala zima la usafi wa miji yetu pamoja na viunga. Haya ni mambo ya msingi ambayo yanatusaidia hapa kwenye darasa mbalimbali ambapo tunatoa elimu hapa kwenye siku hii ya mazingira duniani. Asante sana ndugu rasmi, mwenzangu wa uchumi wa Mungu. Asante Mheshimiwa Makamu wa Rais. Ofisi yako ina taasisi nyingine ambazo ni NSMC, lakini tuna vijana ambao tuna kikundi maalum cha ubunifu, lakini tuna miradi ambayo pia inasimamiwa na ofisi yako. Mkaribishe kwa kifupi sana mkurugenzi ilikuwa aweze kusoma chako. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ofisi yako imeshiriki vyema kupitia ofisi yake ya Kanda ya Kati inayosimamia mikoa ya Dodoma, Singida pamoja na Iringa. Kwa heshima, naomba kwa ridhaa yako meneja wa Kanda ya Kati ambaye ameshiriki kamilifu apate kusema neno. Asante sana. Kwa jina anaitwa Mabatu Mushi, ni meneja wa Kanda ya Kati. Kwa karibu sana kwenye banda lako Makamu wa Rais. Kwanza kwenye maadhimisho tumekuja kuonesha Watanzania kwamba ofisi yako inatoa huduma za namna gani. Tumekuja tuoneshe zile huduma ambazo tunazitoa nyingi ambazo tumeshaweka kwenye mifumo ya kidijitali. Unafahamu sasa hivi Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwenye mfumo wa utoaji wa vibali vya tathmini ya athari kwa mazingira tunautoa kupitia mfumo wa PMS. Lakini katika mfumo wa PMS kuna vibali mbalimbali vya kutoa
vinavyosaidia kurahisisha zoezi la utoaji wa vibali na hivyo kuongeza ufanisi wa usimamizi wa mazingira. Katika kila mtaa, katika kila uwanja wa michezo, katika kila tukio linaloandika historia ya taifa letu, kuna simulizi linalosubiri kusikika. Sauti inayotafuta kusikizwa. Kuna ukweli unaohitaji kuonekana. Kuna taarifa ya dharura inatoka hapa studio. Kutoka kwenye hamasa ya michezo hadi burudani inayogusa mioyo ya watu, kuna jukwaa moja linalosimama katikati ya yote hayo. Karibu Global TV, sauti mpya ya Tanzania, inayoaminiwa na wananchi, inayofuatiliwa na viongozi, inayoheshimiwa. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.